Baada ya majukumu ndugu yangu. Niko salama, nashukuru Mungu. Ushinda salama sana. Vipi wewe? Mimi salama. Unataka kujitambulisha kwa majina yako utakujua? Kwa majina mimi naitwa Benson Anthony Kiwanga. Ni kiongozi wa mpira wa timu ya Ugelele. Asante bwana Benson. Sisi tuna maswali matatu. Asante. Juu yako. Tuombe ushirikiano wako. Asante, karibuni sana. Tunajua unafanya maandalizi kwa ajili ya mashindano ya wilaya itakayofanyika pale Chimala, uwanja wa polisi. Ndio. Maandalizi yako yanaendeleaje mpaka sasa? Kifupi maandalizi yanaendelea vizuri, lakini changamoto ni kwamba ni mashindano ambayo yanakuja muda ambao wachezaji wengi wako busy na shughuli za shamba, lakini maandalizi hapo yanaendelea vizuri kwa sehemu yake. Wewe ulikuwa bingwa mtetezi wa mashindano. Wewe ndio bingwa mtetezi unaenda pale kwa mashindano, na nategemea mashabiki mbalimbali wa pale wa Chimala na timu mbalimbali zinashiriki pale wanategemea msimu huu utawapa kitu bora zaidi ya msimu uliopita. Maana msimu uliopita ulikuwa bingwa, lazima wewe uangaliwe kwa jicho la kipekee. Je, wewe kama bingwa sasa unaamini kwamba ulichofanya msimu uliopita mwaka jana na msimu huu utakwenda ukifanya vile vile, au kuna changamoto ambazo unaona zinaweza kutokea tofauti na msimu uliopita? Matarajio ni kufanya zaidi ya msimu uliopita, lakini mpira wenyewe ni mchezo wa wazi. Mchezo wa wazi ambao unajieleza, hatuchezi kihistoria. Kufuata historia bingwa na bingwa miaka yote, lakini tumejiandaa kushindana. Mashabiki tunao, wana imani na sisi tuna imani na wao, lakini tunajiandaa kushindana kwa kweli. Tukitoka hapo kipindi cha nyuma kidogo 2012, 13, 14 Ugelele palikuwa pana timu bora sana. Nadhani nakumbuka palikuwa pana timu inaitwa Nyuki hapa, ilikuwa ni hatari sana. Kipindi cha kina bwana wakina Mlangama Samson, kina Mbaruku, timu yenu ilimarika sana. Lakini baada ya kipindi fulani miaka 2-3 timu yenu ilikufa. Kama unakumbuka ilikufa tena. Baada hapo ukarudi, ukawaita wachezaji, ukawaita wadau, ukaanzisha timu na timu ikashika sana moto. Nafikia wakati mkabuni mpaka mkam na logo yenu special, ambapo ni vitu vichache sana kwa timu ya mitaani za hazina logo, lakini timu yenu mlifanikisha mkapata hiyo logo, na timu yenu mkaitangaza zaidi, mkashanga chano ya ngazi ya mkoa, mnamkufanya vizuri kidogo, mjitahidi. Lakini kwa kipindi cha takriban miezi 6 hii kidogo tulipata habari kama pelekea mkanganyiko, ikatokea mpaka mahala wewe mwalimu hawakuwa na timu ilikuwa inasafiri na kucheza mechi za kirafiki kubaruku wapi, wewe ulikuwa sehemu ya timu, kulikuwa kuna mpishano. Shida hasa ilikuwa nini na changamoto ilikuwa nini mpaka hiyo issue ilitokea? Nafikiri changamoto ni vilabu vyetu vya mchangani. Vilabu vya mchangani moja havina udhamini. Kwa hiyo watu wanafanya kwa kujitolea. Kwa hiyo wakati wa kujitolea inapotokea kutokuaminiana, kuna wakati unatakiwa kupisha usiaminika, waache wanaojiamini waende. Lakini